Karibu kwenye uchambuzi wetu wa kina. Leo, vyanzo ulivyotupatia ni vya kipekee kweli. Vya kipekee sana. Tuna nyaraka mbili hapa mbele yetu, na hizi sio maandishi ya kawaida. Zimepangwa kama ramani, au tuseme jedwali la kina la kitheolojia. Ramani ni neno zuri. Ndiyo. Inajaribu kuunganisha mwanzo, katikati na mwisho wa Biblia, chini ya mada moja tu: Injili ya milele. Lengo letu leo ni kuifuata hii ramani. Tutaangalia jinsi inavyounganisha, yaani amri 10, majaribu ya Yesu kule jangwani, na hata unabii wa kitabu cha Ufunuo. Ni kama fumbo kubwa. Hasa. Na tuko hapa kulifumbua pamoja nawe. Na kama fumbo lolote zuri, unahitaji kujua pa kuanzia. Na cha kufurahisha hapa ni kwamba waandishi wa hizi nyaraka hawakuanza na amri 10 au Ufunuo. Walianzia wapi? Walianza na kitu cha msingi zaidi walichokiita ukweli. Wanagawa huu ukweli katika sehemu 3. Sawa. Ukweli kuhusu dhambi, ukweli kuhusu haki, na ukweli kuhusu hukumu. Dhambi, haki na hukumu. Okay. Mstari wao wa hoja ni huu: ukweli kuhusu dhambi unakusaidia kuitambua na kuikiri. Ukweli kuhusu haki unakupa njia ya kuwa mwenye haki. Alafu ukweli kuhusu hukumu Unakupa njia ya kuikwepa. Huu ndio msingi wa kila kitu kitakachofuata. Sawa, nimekuelewa. Kwa hiyo kabla hatujaingia kwenye mambo mazito ya kinabii, tunahitaji kuelewa tatizo, yani dhambi, suluhisho ambalo ni haki, na matokeo ambayo ni hukumu. Hasa ni kama kuweka sheria za mchezo kabla hujaanza kucheza. Sawa kabisa. Sasa kutoka kwenye huu msingi, ramani hii inaelekea wapi? Inatuchukua kwenye safari ya kihistoria ya ufunuo wa Mungu. Vyanzo hivi vinasema kuna mtiririko. Mtiririko gani huo? Kwanza, katika Agano la Kale, Mungu alitoa sheria, yani Torati. Kisha Agano Jipya akaleta Injili ya ufalme wa mbinguni. Na kilele cha yote haya, Kilele chake sasa, kulingana na muundo huu, ni kile kinachoitwa Injili ya milele, inayopatikana katika kitabu cha Ufunuo ambacho wanakitaja kama kitabu kidogo. subiri kidogo. Hapo kuna wazo la kuvutia. Sheria, alafu injili ya ufalme, alafu injili ya milele. Inaonekana kama sheria moja inapewa majina tofauti tu. Inaweza kuonekana hivyo. Lakini vyanzo vinaelezea tofauti yake kivitendo. Ndiyo, na hapa ndipo wanapotumia mlinganisho wa kuvutia sana. Wanaelezea Torati kama sheria ya duniani. Sheria ya duniani, sawa. Kisha Injili ya ufalme wa mbinguni inakuwa sheria ya mbinguni. Na mwishowe Injili ya milele inarudi tena kama sheria ya duniani. Inakamilisha mzunguko. Sheria ya duniani kwenda mbinguni na kurudi duniani. Hilo ni wazo gumu kidogo. Unaweza kunifafanulia zaidi? Inamaanisha nini hasa havi? Fikiria hivi, ni kama sheria za barabarani dhidi ya sheria za anga. Sheria ya Torati, ile ya Agano la Kale, Sawa. ilikuwa inatuongoza tukiwa hapa duniani, kanuni za kimwili zinazoonekana za jinsi ya kuishi. Okay. Injili ya ufalme ilikuja na kutupa kanuni za mbinguni, sheria za moyoni za kiroho zaidi. Mambo kama upendo, msamaha, imani. Sasa naelewa. Sasa, Injili ya milele, kulingana na hoja hii, inachukua zile kanuni za juu za mbinguni na kuzileta tena duniani, kuzitumia katika utimilifu wake wa mwisho. Tayari kwa ajili ya mbingu mpya na nchi mpya. Hasa, ni kama kuleta sheria za anga na kuzifanya zifanye kazi kikamilifu hapa ardhini. Sasa nimeelewa vizuri kabisa. Ni mageuzi ya uelewa, na nadhani ujumbe mkuu nao ulikuwa unabadilika katika kila hatua, sivyo? Kabisa. Hoja inayojitokeza hapa ni kwamba ujumbe uliendana na wakati. Agano la Kale lilisema mkaribishe Masihi atakaye kuja. Ilikuwa ni matarajio. Kusubiri. Agano Jipya likaja na uthibitisho. Bwana Yesu ndiye Masihi. Na sasa Ufunuo kupitia Injili ya milele unarudia wito, lakini kwa msisitizo mpya. Mkaribishe Masihi atakaye kuja tena. Ndivyo, kila hatua ilikuwa na kazi yake. Torati ilifunua dhambi ya Shetani, Injili ilimfunua mwana kama njia,
na injili ya milele sasa inakuwa sheria ya mpito wa mwisho kuelekea umilele. Sawa. Sasa jedwali lenyewe limegawanywa katikati katika safu mbili kuu. Ya kwanza imepewa kichwa Injili ya milele kumhusu mwana atakayekuja, na hapa jina linalotumika kwa Mungu ni Yehova. Naam, Lakini safu ya pili, hapa sasa ndipo stori inabadilika kabisa. kabisa. Inaitwa Injili ya milele kumhusu mwana aliyekuja, na hapa jina linalotumika ni Yesu. Hii inaonekana kama hatua ya ujasiri sana. Ni ujasiri na ndio kiini cha hoja nzima ya vyanzo hivi. Mgawanyiko huu unachukua kila kitu tulichokijua kutoka Agano la Kale na kukipitisha kupitia lenzi ya Yesu. Ni kama kusema, sasa tuangalie haya yote upya. Hasa, kwa mfano, ile amri kuu tunayoijua sote, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote. Naam. Katika safu ya pili imeandikwa upya moja kwa moja, mpende Bwana Yesu Mungu wako kwa moyo wako wote. Hilo ni badiliko kubwa. Kwa hiyo hoja yao ni kwamba Yesu si tu anatimiza sheria, bali Yeye mwenyewe anakuwa ndio tafsiri na lengo la hiyo sheria. ndivyo wanavyopendekeza. Ndivyo waandishi wa nyaraka hizi wanavyopendekeza, kwamba huwezi kuelewa maana kamili ya amri za Yehova hadi umuone Yesu akiziishi na kuzitimiza. Hii sasa inatuleta kwenye kiini cha jedwali. Kwenye jinsi amri 4 za kwanza zinavyofafanuliwa. Naam, Sawa, hebu tuingie. Amri ya kwanza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Lakini subiri, vyanzo hivi vinaiunganisha na mkate na bustani ya Edeni. ndiyo. Hilo linaonekana kama ni mruko mkubwa sana. Unaweza kunipitisha kwenye mantiki yao hapa? Ni unganisho la kuvutia sana. Fikiria hivi, kishawishi cha kwanza kabisa kwa mwanadamu pale Edeni kilihusu nini? Chakula. Mti ulionekana wafaa kwa chakula. Ilikuwa ni tamaa ya kimwili. Sasa ruka mbele hadi jangwani. Shetani anamwambia Yesu nini? Amuru mawe haya yawe mkate. Ni jaribu lile lile, limevalishwa nguo tofauti. Na jedwali linaviweka vyote hivi chini ya kundi moja: tamaa ya mwili. Sasa naona ule uzi unaowaunganisha. Kwa hiyo hoja ni kwamba kuwa na miungu mingine sio tu kuhusu kusujudia sanamu za mawe, Sio tu hilo. ni kuhusu kuruhusu mahitaji ya mwili, chakula, starehe, usalama, kuwa chanzo chako kikuu cha maisha badala ya Mungu. Ni kuhusu nini unategemea ili uishi. Umelipata kabisa. Na ndio maana jibu la Yesu linakuwa muhimu sana. Alisema, mtu hataishi kwa mkate tu. Bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa hapa ndipo ile safu ya pili inapoleta maana. Tafsiri ya Injili ya milele inasema, mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Bwana Yesu. Kwa hiyo ujumbe mkuu wa amri ya kwanza kupitia lenzi hii unakuwa muabudu Mungu pekee, ambaye sasa anafunuliwa kikamilifu kupitia Yesu kama chanzo chako pekee cha uhai wa kweli. Hasa Sio kazi yako, sio pesa zako, sio hata chakula chako. Hilo lina nguvu. Sawa, tamaa ya mwili ndiyo ya kwanza, lakini shetani hakuishia hapo, au sio? hakuishia hapo Jaribu liliofuata lililolenga kitu tofauti kabisa, nadhani. kabisa, na linatupeleka kwenye amri ya pili: usijifanyie sanamu ya kuchonga, usivisujudie wala kuvitumikia. Hapa muunganiko na Edeni ni kwamba ule mti ulionekana wa kupendeza macho. Okay, kupendeza macho. Sasa rudi jangwani, shetani anafanya nini? Anamwonyesha Yesu falme zote za ulimwengu na utukufu wake, vitu vya kupendeza macho. Na anasema haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Vyote vinawekwa chini ya kundi la tamaa ya macho. Ni jaribu la utukufu, mamlaka na vitu vinavyong'aa kwa nje. Na jibu la Yesu, msujudie Bwana Mungu wako, umwabudu yeye peke yake, linapiga kwenye kiini cha amri yenyewe. Kweli. Lakini hapa ndipo vyanzo vinapofanya mruko mwingine mkubwa wa kinabii, vinaiunganisha moja kwa moja na kitabu cha Ufunuo. Ndiyo, na hapa mambo yanakuwa mazito.
Onyo la Injili ya milele linalotokana na amri hii linasema, usimsujudie yule mnyama wala kuipokea chapa yake 666. Hii ni hoja yenye nguvu sana. Sawa, hebu tusimame hapo kidogo. Kwa faida ya msikilizaji, vyanzo vinaelezea huyu mnyama ni nani au nini hasa? Ni mtu mmoja au ni mfumo fulani? Swali zuri sana. Kwa sababu anaruka kutoka kwenye sanamu za zamani hadi kwenye huyu mnyama wa Ufunuo. Kulingana na mantiki ya nyaraka hizi, mnyama si lazima awe mtu mmoja. Anawakilisha mfumo wa kidunia, kisiasa, kiuchumi na kidini unaojitukuza na kupinga mamlaka ya Mungu. Fafanua zaidi. Fikiria hivi. Zamani ibada potofu ilikuwa ni kusujudia sanamu halisi ya dhahabu au jiwe unayoiona. Leo vyanzo hivi vinasema ibada potofu ni kukubali, kuamini na kuishi kulingana na mfumo wa dunia unaompinga Mungu. Kwa hiyo kuipokea chapa yake Ni kama kukubali huo mfumo kuwa ndio chanzo chako cha utambulisho na usalama. Kwa hiyo aina ya ibada potofu haijabadilika, umbo lake tu ndilo limebadilika. Hilo linaweka mambo katika mkutadha wa kisasa zaidi. Kwa hiyo kukataa mnyama ni kukataa kusujudia mamlaka, utajiri na utukufu wa dunia hii kama lengo kuu la maisha. Ndivyo hasa. Sawa. Amri ya 3, usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Hii daima nimeiona kama inamaanisha usitukane au kutumia jina la Mungu ovyo ovyo. Ndivyo wengi wanavyoielewa. Lakini vyanzo hivi vinaiunganisha na lile jaribu la Yesu la kujitupa kutoka hekaluni. Huu muunganiko unatoka wapi? Muunganiko unatoka kwenye kishawishi cha 3 cha mti pale Edeni. Mti ulikuwa watamanika kwa kupata hekima. Kupata hekima. Okay. Na jaribu la 3 la Yesu lilikuwa nini? Shetani anasema, kama wewe ni mwana wa Mungu, jitupe chini. Kimsingi akimwambia, thibitisha wewe ni nani, tumia nguvu zako, pata hekima ya kuthibitisha hadhi yako. Na vyote vinaangukia chini ya Kiburi cha uzima. Sasa nimepata. Kwa hiyo kulitumia jina la Mungu bure sio tu kuhusu maneno tunayosema. Sio tu maneno. Ni kitanda cha kiburi cha kumjaribu Mungu, kumwambia thibitisha unanipenda au thibitisha upo. Ni kama kujaribu kuchukua nafasi ya Mungu na kumpa maagizo. Hasa ni kitendo cha kiburi kinachokiuka mipaka kati ya muumba na kiumbe. Na ndio maana jibu la Yesu, usimjaribu Bwana Mungu wako, ni la msingi sana. Na katika Injili ya milele, Ili linatafsiriwa kuwa onyo dhidi ya kukufuru kwa kiwango cha juu kabisa. Onyo la usiketi katika kiti cha Mungu na usijidai kuwa Mungu. hiyo ni nzito. Inazungumzia mtu au mfumo unaodai kuwa na mamlaka ya Mungu, kama vile kudai kusamehe dhambi au kujiita Mungu duniani. Hilo linabadilisha kila kitu kuhusu amri hiyo. Sasa ina maana pana na nzito zaidi. Sawa, tumepitia amri 3 na zote zinafuata muundo ulio wazi. Eden, jaribu la jangwani na amri. Kweli? Lakini amri ya 4, ikumbuke siku ya Sabato uitakase, inaonekana kuvunja huu muundo. Vyanzo havihusishi na jaribu maalum la Yesu. Kwa nini? Hapa ndipo hoja inapobadilika. Inatoka kwenye uchambuzi wa matukio yaliyopita na kuingia kwenye mtazamo wa kinabii wa siku zijazo. Sawa. Hoja kuu hapa, kulingana na vyanzo, ni kwamba huwezi kuwa na pumziko la kweli, huwezi kuwa na Sabato ya kweli, wakati chanzo cha machafuko na dhambi bado kina nguvu. Una maana Shetani? Wanadai kwamba hadi Shetani, anayewakilishwa na mfumo wa Babeli, ahukumiwe na kuondolewa, pumziko la ulimwengu mzima haliwezekani. Kwa hiyo Sabato sio tu kuhusu kupumzika siku moja kwa wiki, bali ni ahadi ya pumziko la mwisho litakalokuja baada ya uovu kuhukumiwa. Ndivyo wanavyosema. Ndio maana wanaandika Babeli ni lazima ianguke, kwa sababu kuanguka kwake ndio sharti la kupatikana kwa pumziko hilo. Ndivyo hasa. Na wanatoa hoja nyingine ya kutisha kidogo kuiunga mkono, wakitumia mti wa uzima. Mti wa uzima vipi? Wanasema, hebu fikiria kama Adamu na Hawa baada ya kuasi wangekula matunda ya mti wa uzima na kuishi milele katika hali yao ya dhambi. Matokeo yangekuwa nini? Uumbaji wote ungekuwa jehanamu ya milele. Hakungekuwa na pumziko tena milele. Kwa hiyo Hukumu dhidi ya dhambi ilikuwa ni lazima ili kulinda uwezekano wa pumziko la kweli la baadaye. hilo ni wazo zito sana.
kwamba Mungu alilazimika kuzuia upatikanaji wa uzima wa milele ili kuzuia mateso ya milele. Sasa tunaporudi kwenye ile safu ya pili, ya mwana aliyekuja. ndiyo hitimisho la amri hii ya 4 linakuwa la kibinafsi sana. Halisemi shika siku ya pumziko, linasema kitu tofauti kabisa. Linasema Bwana Yesu ndiye sabato yako. Hili ni badiliko la msingi Kabisa. Linahamisha dhana zima ya pumziko kutoka kwenye kutimiza sheria au kushika siku na kuiweka kwenye kuwa na uhusiano na mtu. Kwa hiyo pumziko Hoja ni kwamba pumziko la kweli kutoka kwenye hatia, hofu na kazi za kujaribu kujiokoa linapatikana tu ndani ya Kristo. Anakuwa ndiye pumziko, ndiye utimilifu wa kile ambacho Sabato ilikuwa inakiwakilisha tu kama kivuli. hiyo hoja ya Bwana Yesu ndiye sabato yako ni kubwa, lakini inaweza kutafsiriwa vibaya kwamba hakuna haja tena kupumzika kimwili. Vyanzo vinazungumziaje hilo? Havizami sana kwenye hilo, lakini muktadha unaonyesha kuwa lengo si kufuta pumziko la kimwili, bali ni kuinua uelewa wetu wa pumziko la kiroho. Ni kusema chanzo cha pumziko letu la ndani, la moyo na la milele siyo tena siku, bali ni Yesu mwenyewe. Na pumziko la kimwili Linabaki kuwa kanuni ya hekima, lakini pumziko la kiroho sasa lina anwani yake. sawa. Baada ya kupitia haya yote, nini picha kubwa inayojitokeza? Tumeanza na dhambi, haki na hukumu, tukapita kwenye historia ya sheria na tukachambua amri 4 kwa undani. Yote haya yanatupeleka wapi? Yanatupeleka kwenye hitimisho moja kuu, kwamba Biblia kulingana na mtazamo huu ina uzi mmoja, uzi unaofumwa kuanzia Mwanzo hadi Ufunuo. Na uzi huo ni Yesu. Hasa, anakuwa ndiye ufunguo unaofungua maana ya sheria za Agano la Kale, na ndiye anayetoa muktadha wa vita vya kiroho vya siku za mwisho. Inachukua yale majaribu ya kibinafsi, Tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, na kuyaonyesha kama sehemu ya vita vikubwa zaidi vya kiroho. Kwa hiyo, kwa kumalizia, tumeona jinsi vyanzo hivi vinavyochukua sheria zinazoweza kuonekana kuwa za zamani na kuzitafsiri upya kupitia maisha na kazi ya Yesu, Na kuzifanya ziwe muhimu leo. Hili sasa linazua swali la mwisho kwako msikilizaji, la kutafakari. Ndiyo, vyanzo hivi vinatoa changamoto ya kuona maandiko ya msingi kama amri 10 si tu kama orodha ya kanuni kutoka kwa Mungu asiyeonekana, bali kama kanuni zilizomwilishwa, kuishwa na kutimizwa kikamilifu katika maisha ya mtu maalum, Yesu. Kwa hiyo, swali la kutafakari ni hili. Je, mtazamo huo wa kuona sheria si kama nini, bali kama nani, unabadilishaje uelewa wako kuhusu lengo, maana na uwezo wake wa kubadilisha maisha yako?